Na inakadiriwa kuwa watoto 51 huzaliwa wakiwa wamefariki kila siku nchini Kenya, huku watoto wachanga 90 wakifariki ndani ya siku zao za kwanza za maisha. Katika kaunti ya Siaya, ambayo ni miongoni mwa kaunti zinazoongoza kwa kiwango cha juu cha maambukizi ya malaria nchini, wataalamu wa afya sasa wanaonya kuhusu uhusiano unaotia wasiwasi kati ya malaria wakati wa ujauzito na watoto kuzaliwa wakiwa wamefariki. Hapa baadhi ya mimba zinaharibika kabla hata maisha kuanza. Mwanahabari Violet Auma alifanya ziara katika kaunti ya Siaya akiangazia majonzi ambayo mara nyingi hayaangaziwi na ni nadra sana kusimuliwa. Na mtazamaji, nitakuwa na kuacha na makala hayo yanayoangazia hatari za ugonjwa wa malaria kule kaunti ya Siaya. Nitakuwa natia kikomo kwenye taarifa za KTN Leo Wikendi jioni ya leo. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa na mwenzangu Millicent Randa anatafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Katika fuo za ziwa Victoria, maelfu hapa hutegemea uvuvi kukimu familia zao. Lakini hapa pia kuna mwelekeo mwingine unaojitokeza: mimba kutoka kabla ya wakati na vifo vya watoto tumboni kabla ya kuzaliwa, chanzo kikiwa ugonjwa wa malaria. Katika kijiji cha Mugiro, kaunti ya Siaya, tunakutana na Jotham Odundo, baba watoto wawili. Watoto wake wana umri wa miaka 5 na 3. Lakini baada ya kuzaliwa kwao, mambo yalibadilika. Amesema ati anasikia uchungu kwa stomach yake mpaka damu ikianza kutoka. Baada ya mtoto wao wa pili, mkewe Nanzi mwenye umri wa miaka 26 alipata ujauzito tena, kisha tena, na mwingine kwa mara ya 3. Mimba zote 3 zikipotea kwa namna ile ile: maumivu ya kichwa, homa, baridi, dalili zilizoonekana kuwa za kawaida. Hii ingine ni ya hii mwaka, hii mimba ya 3. Tukaenda mpaka Bondo kwa x-ray tena, wakapiga picha, wakapata daktari amesema hii mimba, tulikuwa tunaona hiyo kwa screen, hiyo mtoto. Tulikaa hapa kama wiki 3 hivi, akaanza kusikia maumivu ya kichwa na baridi. Nimesema hii mimba anataka kutoka tena. Lakini kila mara zilifuatiwa na kutokwa na damu. Kila mara malaria iligunduliwa kuwa chanzo. Tulipozuru hapa, Nanzi hakukwepo. Odundo anasema mkewe alirudi kwao, sababu ikiwa madai ya kurogwa, akihusisha ushirikina na kupoteza mimba mara kwa mara. Anasema ati haizi kaa hapa na mimba inatoka tu kila mara. Anafikiria ati sijui mambo ya boma, sijui mambo ya nini ya uchawi, lakini mimi najua tu ni malaria. Mambo ya uchawi, kama ni mambo ya uchawi na hizi mbili. Lakini maelezo ya wataalamu wa afya yanaleta taswira tofauti na ile ya uchawi, sababu inatajwa kuwa maambukizi yanayoweza kuzuilika katika mazingira yenye hatari. A woman can lose the pregnancy because of a lot of reasons, including that one, malaria. And then maybe if there are deformities, maybe nutrition-wise the woman was not healthy enough to carry that pregnancy. Simulizi kama hizi zinaendelea kusikika kimya kimya katika kaunti ya Siaya na mara nyingi hazihesabiwi. Takriban 75% ya Wakenya wanaishi katika maeneo yenye hatari ya malaria. Katika kaunti ya Siaya, kiwango cha maambukizi ya malaria ni takriban 29%, karibu mara 5 ya takwimu za kitaifa za 6%, na ujauzito huongeza hatari zaidi. Katika hospitali ya Wagai, kaunti ya Siaya, tunamkuta Victoria Odero. Ameketi kimya katika kliniki ya wajawazito. Ana ujauzito wa miezi 5 na anatueleza kuwa safari hii amefika hospitalini mapema kwa tahadhari, kwa makusudi, kwa sababu ya kumbukumbu chungu. Sasa vile niligundua, nikaanza tu kuja clinic. At least wanaweza prevent hizo nini za malaria, hiyo yenye ilifanya ile mimba yangu itoke. Sasa niliacha ile tabia kwenda clinic mara moja, then nazaa. Sasa imeamua tu nianze hii mwendo from
mwanzo mpaka mwisho. Mwaka 2017 Victoria aliugua akiwa mjamzito. Alichagua kwenda katika duka la dawa. After 1 week nilikuwa ninaenda haja ndogo, nikaanza kuona damu, ndio nikaenda hospitali. So kwenda hospitali nikapimwa. Kupimwa nikapatikana na malaria. Kituo cha afya kilichokuwa karibu kilikuwa umbali wa takriban dakika 30 kwa miguu. Kulingana na Victoria, baadhi ya vituo vya afya hukosa huduma wanazohitaji au wakati mwingine huwa vimefungwa. Kuna shindano zingine huwa tunadungwa. So saa zingine ukienda unaweza ambiwa iko but wanataka wasanye watu. Tuseme ukienda kama leo Thursday, watu wakaambia urudi Tuesday next week, ndio at least tupate kama watu wako wengi mnadungwa mara moja. Kuna ingine unaweza enda unapata wamefunga, so unarudi. Kwa wanawake wengi hapa, changamoto ni kufikia huduma kwa wakati. Wataalamu wa afya wanasema wanawake wengi wajawazito huanza kliniki kuchelewa, mara nyingi katika miezi ya katikati au ya mwisho wa ujauzito. Hali hii huchelewesha uchunguzi wa malaria, matibabu ya mapema na kinga inayoweza kuwalinda mama na mtoto aliyeko tumboni. The first 3 months of pregnancy, that is where most women lose their kids. And then the last stages of pregnancy, that is where you have carried the pregnancy to term, and then now you lose the baby again. Nchini Kenya, takriban watoto 51 huzaliwa kila siku wakiwa wamefariki. Wakati huo watoto wachanga 90 hufariki ndani ya siku zao za kwanza za maisha. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya watoto 1000 wanaozaliwa wakiwa hai, 16 huzaliwa wakiwa wamefariki. Idadi hiyo ikiwa ya juu ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya kuwa chini ya vifo 12 kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa wakiwa hai. Hali hii huathiri takriban 11% ya mimba nchini, kiwango ambacho wataalamu wanasema ni cha juu mno. As much as we are doing so much, the community is still not getting the impact of putting those implementation into place. And now you'll find that malaria cases, instead of reducing with all those interventions, it's still rising. So if they could start their clinics as much as first trimester or even before that pregnancy, we start planning with them, it will be easier to mitigate any conditions that will come in between. Katika maeneo yenye mzigo mkubwa wa malaria, tafiti zinaonyesha kuwa malaria wakati wa ujauzito huchangia madhara makubwa zaidi, ikiwemo mimba kuharibika, watoto kuzaliwa kabla ya wakati na watoto kuzaliwa wakiwa wamefariki. Malaria wakati wa ujauzito inaweza kuathiri kondo la nyuma, mafufu, placenta, hali hii ikipunguza kiwango cha oksijeni na virutubishi vinavyomfikia mtoto tumboni. Ikiambatana na upungufu wa damu kwa mama, hatari ya kupoteza mimba au mtoto kuzaliwa akiwa amefariki huongezeka kwa kiasi kikubwa. Katika kaunti zenye mzigo hatari kubwa ya malaria kama Siaya, Kisumu, Homa Bay, Kakamega na Busia, wataalamu wa afya wanasema kati ya 20 na 25 ya wanawake wajawazito wanaopimwa hupatikana na malaria. Katika kisiwa cha Mageta, kuna zahanati moja pekee hapa na inahudumia maelfu ya watu, lakini rasilimali ni chache. We are covering an average population of 7,122. That's the whole island. Cases such as malaria, which is the most common condition in this island. Averagely 80% of cases we attend in a day are malaria cases. Kwa eneo linalokumbwa na malaria kwa kiwango kikubwa kama kisiwa cha Mageta, upatikanaji wa huduma za afya kwa wakati unaweza kuwa tofauti ya kifo na uhai. Lakini kwa wengi hapa, zahanati hii pekee ndiyo tumaini lao. Hivi juzi tulipoteza mmoja wetu anaitwa Uduori. Sasa vile alikuja hapa akapimwa akapatikana na malaria, lakini ilikuwa malaria ile strong. Sasa muda ya transport ya transfer ilifaa pelekwe huko Bondo. Sasa ikachukua muda kutafuta injini na kumtoa hapa. Alipofika huko Bondo akaaga. Tuna lack wards. Unaona ward ni moja na mama akiwa hapo mgonjwa ako hapo anapata ile aibu. Sasa anasema heri niende kwa Namrero, atakuwa huko mtu mmoja kulika aende kwenye public. Wagonjwa wengine hulazimika kupelekwa hospitali ya Bondo, ngambo ya pili ya ziwa. Lakini usafiri hugharimu takriban shilingi 3,000. Kwa familia nyingi, gharama hii ni kubwa.
baadhi hugeukia tiba za jadi, na kwa wanawake wajawazito hugeukia wakunga vijijini. Kaunti imetupa sisi kwa sababu hata mtu anaweza hata kupata accident hapa na hata boti ya kupeleka huko kuna, kwa sababu inapata kama saa zingine hawa wameenda barini, sasa boti hakuna hapa. Kama umefika huko na unataka kuhaya kukuja huko haraka, kama baada anangoja hiyo ruti yake, anaweza kuchukua hapo 7,000 kwa sababu yeye ni transport. Lakini hizi zetu unaweza kutoka hapa kwenda Usenga, anaweza kuchukua hata 3,000 hapo 4. Wahudumu wa afya wa jamii kama Lucia Odero mara nyingi huwa mstari wa mbele. Anapima, anatoa elimu na kuwaelekeza wagonjwa hospitalini. Lakini upungufu bado upo. Vifaa vya kupimia, vyandarua na utambuzi wa mapema. Saa nyingine ziko, saa nyingine hakuna. Kama saa hii mwezi hii tumepatiwa dawa, tuko nazo. Hata saa hii nimebeba hizo dawa zangu, niko nazo. Nikitembea kwa village, natembea na hii bagi yangu kwa mgongo na dawa. Nikienda kwa shamba, naenda na dawa kidogo na test kit. Zengine nimebeba. Naweka kwa kivuli. Kwa sababu mtu anaweza kugonjeka na unapigiwa simu. Mtu fulani mgonjwa na uko mbali na boma. Lazima uende uangalie huyo mtu ako aje. Kaunti ya Siaya hutenga takriban shilingi bilioni 2.1 kwa huduma za afya. Fedha za kukabiliana na malaria zimeongezeka kutoka 300,000 hadi shilingi milioni 1. Lakini mahitaji yanaendelea kuzidi rasilimali zilizopo. We do not put in much funding for malaria from our end. We still have partnerships that are supporting this. One of the partners is AMREF, that is supporting the community intervention for malaria and also malaria diagnosis through, of course, ensuring quality of care. PMI, which is a USAID funded partner, has been the sole supporter of the Early Alliance. So when the funding reduced, they also reduced. Then this led to the stockouts that we are experiencing. Maafisa wanaonya kuwa akiba ya vyandarua inaweza kudumu kwa siku 10 pekee, kinga muhimu dhidi ya malaria ikiwa katika hatari ya kuadimika. There is a month where we completely did not have nets. Then there was some month where we had stockouts of IPT, that is SP. We have something that can sustain us up to the end of the month. But I think after that, we might have a challenge. Ili kuziba pengo hilo, kliniki tamba sasa zinafika maeneo ya mbali na yaliyoathirika. Leo katika ufuo wa Uyawi, timu za uhamasishaji zimeleta huduma karibu na wanawake wajawazito na jamii kwa ujumla. Huduma hizi ni pamoja na upimaji wa malaria, kliniki ya wajawazito, chanjo na matibabu. Kwa baadhi ya wanawake, hii ndio mara yao ya kwanza kukutana na wahudumu wa afya. Leo ndo first kliniki yangu, nikapewa dawa ya kukinga. Nimeambiwa nisipotumia dawa naweza pata effect, mimba ikatoka ama mtoto akapata effect. We have realized a good number of the patients who are here being positive in malaria, because just being closer to the beach here. The main objective of this program is to strengthen primary healthcare systems for better prevention, diagnosis and treatment of malaria. Generally, we are looking to enhance capacity development or training of healthcare workers to assist them have the knowledge and the skills or to have the capacity to do better prevention at community level. Hapa Siaya, malaria haiui tu, inageuza ujauzito kuwa hali ya hofu na sintofahamu. Na inaacha majonzi ambayo mara nyingi haingii katika rekodi rasmi. Kwa familia kama ya Jotham, hizo sio takwimu tu, bali ni watoto waliokosekana. Nilikuwa affected kabisa kwa sababu mimi nilikuwa nataka watoto wanane. Sasa nilikuwa tu na hizi mbili, tatu imeenda. Kadri juhudi za kudhibiti malaria zinavyoendelea, swali linabaki. Je, walio katika hatari zaidi wanafikiwa kwa wakati?
kwa sababu kila mtoto anayezaliwa akiwa amefariki hubeba simulizi. Aidha ya chanzo cha masaibu yao kuwa umbali wa vituo vya afya, kuchelewa kufika hospitalini au kuwepo kwa mifumo isiyo thabiti, zote ni chungu. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kumaliza malaria, sasa tunaweza, sasa lazima. Ila hofu ya kutimia kwa kauli hiyo inaibuka iwapo malaria bado inaamua ni nani atakayebeba mimba hadi mwisho na ni nani atakayekosa nafasi hiyo. Basi kipimo halisi cha mafanikio hakitakuwa katika takwimu za kitaifa pekee, bali katika hasara za kutisha ambazo bado tunashindwa kuzizuia. Violet Auma, KTN.